Karibu sana katika channel hii ya Farm TZ, ujipatie elimu mbalimbali zinazohusiana na ufugaji pamoja na kilimo. Kwa jina naitwa Fadhili Mfaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa. Tunapatikana katika mkoa wa Lindi. Na kwa siku ya leo tumekuja kuwatembelea mashemeji zetu hawa ambao ni wana Rufiji Delta Agriculture. Na tumewaita mashemeji zetu kwa sababu tunafahamu kwa sisi watu wa kusini walitupokea sana pale Rufiji na walitusaidia sana katika kuvuka kuja kuona mji wa Dar es Salaam. Hongereni sana kwa hilo mashemeji zetu, kwa sababu tunatambua mlioa dada zetu na sisi tukaoa pia dada zenu. Na leo nimekuja kukutana na mkurugenzi mkuu wa Rufiji Delta Agriculture. Atatueleza zaidi kuhusiana na kilimo hiki cha dragon fruits na atatupa elimu kwa ujumla zaidi. Karibuni, baki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili ujipatie elimu mbalimbali kuhusiana na kilimo hiki cha dragon. Kwa majina naitwa Dr. Bakari Saidi Mkumba. Mimi ni medical doctor, lakini watu wengi washazoea kuniita Dr. Mkumba. Napatikana manispaa ya Lindi, mtaa wa Ruaha. 2.5 kilometers kutoka barabara ya lami hadi unakuja kwenye project yetu. Project yetu inaitwa Rufiji Delta Agriculture Input. Ni shamba la mazao ya horticulture. Tumewekeza kwenye horticulture. Mazao ambayo tunadili nao ni dragon fruits, lakini tuna beetroot, tuna banana tissue culture, na soon tunaweza tukaanza kudili na passion, na tuna expect kupanda red passions. Actually project yetu hii ilianza mwaka 2025. Ilianza Juni kupanda hii plot ambayo mnaiona. Unaweza kashangaa labda hii dragon imechukua miaka mingapi? Ina almost kama miezi 8 kutoka imeanza. Maana tumepanda Juni 8 ndio tumeanza. Tulianza na pole 100, lakini pia tukaanza na miche 300. Kwa kila pole almost na miche 300, na almost about 95% miche yote ilifanya vizuri. Michache ambayo haijafanya vizuri sana, lakini nayo currently nayo imeibuka. Kwa mfano ukiona huu ulidelay kidogo, ulikumbwa na matatizo mbalimbali, na kama ule unaonekana pale nao ulidelay, even though hata huu hapa ulidelay, lakini side yote imeteki over. Kwa hiyo hii ndio plot yetu, na tumeshaanza kuvuna. Tumeanza kuvuna mbegu kama mnavyoona, mbegu hizo, matunda kama mnavyoona, na tumeshaanza kuuza matunda, na mengine maua ndio kama haya yanaonekana kabisa, ili tunategemea baada ya siku 3 nalo linaweza likachanua, baadaye litabadilika litakuwa tunda. Lakini hii hapa, hii ni plot namba 2. Hii tulipanda Novemba 31 last year, kwa maana 2025. Lakini wewe mwenyewe unaweza kaona sasa hivi tayari shafika juu, na tuna expect after 2 months tuanze kupata matunda. Imefanya vizuri sana, hata paka sisi wenyewe tunashangaa. Kwa plot namba 2 nayo ina pole 100 na miche 300 na kitu, kwa sababu kuna pole zingine ni nene, tuliongezea tukaweka miche 4 instead ya miche 3. Lakini ukija kuangalia nayo unaona kabisa kwamba inafanya vizuri. Kama awali hapo niliposema hizi tumepanda Novemba 31. Hizi last year. Kwa hiyo tunategemea at any time kuanza kupata maua. Unaona hii tumeshaanza kutengeneza canopy. Kama unavyoona hii canopy tumeshaanza kutengeneza yenyewe. Imeshaanza kukomaa. Kwa hiyo wakati wote inaweza kaanza kutoa maua huku. Dragon ni cactus. Yenyewe inahifadhi sana maji. Kwa hiyo sio ni mmea ambao unahitaji maji mengi sana. Even though tunamwagia maji, na maji ambayo tunamwagia is almost ni lita 5 mpaka 7 inakunywa kwa siku, kwa wiki. Sasa kama ni kwa wiki, angalau kwa ndani ya wiki umwagie mara 3 au mara 4. Itategemea na hali ya hewa jinsi ilivyo. Kama kutakuwa na ukame mkubwa,
basi unaweza kumwagia hata mara 4, lakini kama ni hali ya hewa kama sasa hivi tunapata mvua siku moja moja, unaweza kumwagia mara 3 au unaweza kumwagia tu mara 2. Na ni sehemu ambayo tunategemea baada huu mwezi yote itakuwa iko imefunga kabisa, yani tunategemea hizi tairi zisianze kuonekana. Tunaweka hizi tairi kwa ajili ya kutengeneza canopy ili mmea wetu uweze kutengeneza matawi, kujimwaga matawi yaende chini ili uweze kuanza kutoa matunda. Kwa hiyo hii ni phase 2, tumeanza phase 3. Kwa uhitaji wa mbolea asili ya mkojo wa sungura, wasiliana nasi kwa simu namba 0623191238, na mbolea tunauza kwa gharama nafuu sana ya shilingi 3000 kwa lita 1, na lita 5 tunauza kwa gharama ya shilingi 15000. Tunatuma popote pale Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania kwa uaminifu mkubwa kabisa. Wasiliana nasi ujipatie mbolea yako hiyo ya mkojo wa sungura. Hii sasa ni plot namba 3. Plot namba 3 ni phase 3 nayo ambayo tumepanda jana. Tumepanda aina fulani hapa. Hii plot yote ina red, lakini kuna baadhi ya mstari mwingine ina white, lakini so almost ni red types. Jana ndio tumepanda. Tunategemea baada ya miezi 2-3 nayo itakuwa imeshaanza kuchanganya. Na hapa tuna pole 80. Tuna pole 80, kwa hiyo ukizidisha 80 mara 3 unapata idadi ya hiyo miti ambayo iko hapa. Ya of course dragon wakati wa kupanda lazima ushikizie na kamba, lakini eventually unapozidi kukua yenyewe huwa inatengeneza mizizi ambayo itakuja kuattach huko, kwa sababu hizi kamba hizi after a month or 2 months zinakuwa tayari zimeoza na dragon yenyewe itakuwa imejiattach. Kwa hiyo ndio tunaendelea na project yetu. Kwa hiyo hatua hapa ambayo itakayofuata hapa ni kuweka tile. Ni kuweka tile ili kuzipa ziweze kutengeneza canopy. Kwa hiyo tumeweka mbolea na tumeweka mulching, na inawezekana mtu akawa anashangaa kwa nini mbona kunakuwa na kichuguu nini tu. Dragon ni mmea ambao hauhitaji sana maji mengi. Kwa maana ukiweka flat ni rahisi, mvua inaweza kapiga kubwa, maji yakatuama. Na yakishatuama maji more than 24 hours kuna possibility ya dragon yako kupata fungus na kuoza. Maana ikishaoza inakufa na inakuwa ni hasara kubwa. Kwa hiyo kule plain area ambayo inaonekana ile ni phase 4 ambayo tunategemea next week tuanze kuchomeka pole. Tutachomeka tena pole next week. Pole 80. Tukishachomeka hizo pole zetu 80 na tutapanda miche mingine kule. Hiyo ndio historia fupi ya project yetu hii ambayo tunapatikana Lindi. Okay, sawa Dokta, tumekuelewa kabisa. Ila kuna maswali kama 2-3 na mimi nataka nifahamu, ili na watazamaji wetu pia, kama kuna ambaye anahitaji kuanza kilimo hiki cha dragoni ajue kinakuaje au atapata wapi mbegu. Je, wewe tayari hapa sasa hivi unaweza ukawa unapata mbegu, au labda unaweza ukatuelekeza kuanzia labda upandaji wa dragoni mpaka muda ambao unafikia kuvuna matunda yake inaweza kachukua kwa muda gani? Dragon kama unapanda seedling ambapo kama sisi tunapanda hivi vipandikizi, yenyewe inachukua kuanzia miezi 6 mpaka 1 year. Sogea hapa nikuonyeshe mtangazaji seedling ni nini. Hizi ndo tunasema vipandikizi. Hii ni seedling. Kwa sababu una uwezo wa kupanda hii seedling au una uwezo wa kuotesha mbegu, lakini mbegu inaweza kachukua almost mpaka miaka 2-3 ndio ianze kuzaa. Lakini hizi seedling kwa kupanda hapa ikisha take over tu is almost 6 to 8 months to 1 year tayari unaanza kuvuna dragon zako. Tunda la dragon, mtu wenyewe wa dragon, baada ukipanda seedling kama sisi tumepanda seedling, baada ya miezi 6 tu tulianza kuvuna na huwa inaanza kutoa maua yanachavushwa na nyuki, au wakati mwingine unaweza kufanya mechanical pollination. Huwa tunafanya wakati mwingine mechanical pollination ili kuwezesha tunda letu likawa kubwa na bora zaidi.
kutoka ua mpaka tunda linapofikia, yani likishachanua tu ua tunahesabu hiyo day 1 mpaka tunda tayari liko tayari kuliwa, inachukua siku 30 mpaka siku 35. Rangi na ukilibonyeza linabonyea hapa. Ukibonyeza hapa, hata ndugu mtangazaji, wewe mwenyewe utaliona kwamba hili tunda ni gumu, kwa maana hili hapa bado bichi. Na ukitunza vizuri, kwa mfano kama hili ambalo ninalishika hapa, ukitunza vizuri kama hili, lina ujazo is almost 500 and a point milligram. Na hata mimi naliona limeshiba kabisa, ambayo manake tunazungumzia nusu kilo. Kwa hiyo ina maana nusu kilo hii tunauza kwa gramu moja, tunaanzia kuuza shilingi 15 mpaka shilingi 20. Kwa maana yake kilo shilingi 15 mpaka kilo shilingi 20. Itategemea unaichukua kwa unahitaji kiwango gani, au wewe ni mfanyabiashara au ni mnunuzi tu wa kula nyumbani. Sasa mfano dokta, kama mtu anahitaji mbegu ya dragon atakupataje yani? Of course sisi tunauza mbegu ya dragon na tuna vitalu tumeanza kuweka vya mbegu. Kwa mfano njoo hapa utaona kuna kitalu cha mbegu, na bado hata hizi unaziona tayari hapa, hizi ni mbegu, kwa sababu mwisho wa siku hizi lazima tuzikate kwa ajili ya mbegu. Hizi zote tumeziretain ni kwa ajili ya mbegu. Kwa hiyo tuna mbegu za kutosha. Tunaona hizi hapa, hizi ni mbegu, lakini sambamba na hizo tuna kitalu. Kitalu cha mbegu kama hivi unavyokiona. Tuna mbegu, kitalu cha mbegu, tumepanda mbegu tofauti tofauti hapa. Tuna white, tuna purple na kuna red. Tunayo hapa. Na vitalu vingine viko nje ya eneo letu la hapa. Kwa bado hata huko shamba tuna vitalu. Kwa hiyo ina maana kama mtu anatoa order, tunamtengenezea kitalu, anakuja anapata mbegu zile ambazo yeye anahitaji. Hatuna yellow, lakini soon tunategemea nayo kuwa na mbegu ya yellow katika field yetu. Kwa hiyo hapa dokta, unaweza ukatuambia kuna mbegu aina ngapi mpaka sasa hivi? Kuna mbegu aina 3. Tuna red, tuna white na tuna purple. Kwa maana ya zambarau, nyekundu na tuna nyeupe zinapatikana hapa, lakini hatuna ya njano ambayo ndo nasema hiyo yellow. Lakini Rufiji Data Agriculture Input tuko mbioni kuhakikisha kwamba tunakuwa na varieties zote za mbegu ili tukizi mahitaji ya wateja wetu. Sasa dokta, kwa mimi binafsi naona kuna mataa hivi. Hizi taa zinatusaidia kitu gani labda katika hizi dragon? Hizi taa zina kazi mbili tofauti. Even so bado hatujafanya installation kubwa ya taa, lakini kwenye dragon taa zina kazi mbili. Kwa mfano kama hizi hapa zipo kwa ajili ya security. Zinatoa assist ya kamera. Unaona pale? Ile ni kamera. Ili kamera iweze kufanya kazi vizuri inahitaji mwanga. Kwa hiyo usiku, sababu kunakuwa na kiza, ile kamera ina taa. Lakini taa zake haziko more powerful. Ndio maana tumefunga hizi taa kwa ajili ya kuassist security. Matukio yote ambayo yatakuwa yanafanyika hapa usiku au mchana yako recorded na yanakuwa posted kwenye simu kwa ajili ya security purpose. Lakini dragon kama dragon zinahitaji mwanga masaa 16. Sasa katika mazingira ya kawaida ya kwetu sisi Lindi, tunaweza tukasema kwamba masaa 12 tuna uhakika wa kupata mwanga. Na mwanga kazi yake ni nini kwenye dragon? Mwanga kazi yake yenyewe kwenye dragon ina stimulate production ya maua. Maana yake maua yakitoka mengi ndo mazao nayo yanakuwa ya kutosha. Ndo kazi kubwa tu ya mwanga. Kwa hiyo future plan tutakuwa na taa hapa kote. Sasa hivi tuko tumeconcentrate kwenye kuextend kuwa na miche ya kutosha. Ndio tuna concentrate hapa. Lakini tunategemea hadi kufikia mwezi wa 8 tutaanza kufanya installation ya taa pamoja na drip irrigation. Currently tunatumia tu mipira ya kawaida, lakini tutafanya drip irrigation. Kwa hiyo ina maana hiyo ndio project ambayo itakuwa inafuata kwa ajili ya drip na taa, ambayo itakuwa ni phase 1 itafuata taa. Phase 1 ndio hii ya kuinstall, ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na miche. Phase 2 itakuja inafuata, itakuwa ni taa, na phase 3 itafuata, itakuwa ni kwa ajili ya drip irrigation. Sawa dokta, sasa kama kuna wateja wako ambao wanahitaji labda matunda ya dragon au wanahitaji mbegu zake, watakupata vipi yani? Of course sisi tunapatikanika Lindi Manispaa ya Lindi, mtaa wa Ruaha. Kata ya Mnazi Mmoja. Kama unakuja Lindi,
njia panda ya kwenda Mtwara na njia ya panda ya kwenda Masasi. Hapa ni Mnazi Mmoja. Kwa hiyo unatembea kama mita 500 unaingia kulia. Kutoka kwenye lami mpaka kufika kwenye project yetu ni kilomita 2.5. Hapo unakuwa umeshatupata physical. Lakini pia unaweza kutupata kwa kupitia namba ya simu 0655 67 38 91. Lakini unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, unaweza kutupata Dr. Mkulima. Kama awali nilivyokuwa nasema, mimi ni medical doctor, lakini watu walishazoea kutokana na practice mambo ya kilimo, walishazoea kuniita Dr. Mkulima. Basi ukiandika Dr. Mkulima unaweza kutupata kwenye YouTube. Lakini brand name na project yetu inaitwa Rufiji Data Agriculture Input, ambao ndio tunatumia kwenye TikTok. Kwa hiyo kama ukiingia kwenye TikTok ukiandika Rufiji Data Agriculture Input utakuta details zetu, utaweza ukazipata huko. Lakini unaweza kutupata kwenye Facebook. Kwenye Facebook kuna jina langu asili kabisa. Bakari Mkumba. Ukiandika Bakari Mkumba itakuja pale na utaona product zetu nyingi, kazi zetu nyingi tunazofanya za kilimo. Kama nilivyosema awali, tunalima dragon, tunalima banana, tunalima korosho, tunalima beetroot na tunalima passion. Kwa hiyo ndio tunaanza kuextend project. Sisi tunadili na horticulture. Na katika horticulture yetu hii sisi tunafanya organic farming. Nikisema organic farming maana yake hatutumii sumu na wala hatutumii fertilizer. Tunatumia manure na tunatumia rabbit urine. Rabbit urine nasema kwamba ni mkojo wa sungura. Ndio tunatumia huo kama kiuatilifu, lakini pia tunautumia huo mkojo wa sungura kama mbolea. Kwa hiyo tunda letu ukilichukua hapa, ukilipeleka maabara, ukilipima, liko free from any chemicals. Free from any chemicals. Kwa hiyo ni pure organic. Kwa hiyo tunauza tunda ambalo liko safi na salama, na tuna insist kwenye hilo. Asante sana dokta kwa kutupatia elimu hii iliyokuwa bora zaidi ya kilimo hiki cha dragon, kilimo ambacho wakulima wengi sana hatujakistukia, ila ni kilimo ambacho kinaingiza pesa nzuri pia, na kinawezekana ukakilima sehemu nyingi sana katika ardhi ya nchi yetu hii ya Tanzania. Na kama unahitaji pia elimu zaidi ya vitendo, unaweza ukafika katika project hii kama alivyotuelekeza hapo dokta. Inapatikana katika mkoa wa Lindi, eneo la Mnazi Mmoja, ndani ya manispaa ya Lindi mjini. Unaweza ukafika na ukapata elimu zaidi, na ukihitaji mbegu pamoja na matunda kwa ujumla, zinasafirishwa kwa uaminifu wa hali ya juu sana, na utapokea oda yako ikiwa salama. Toa oda yako mapema ili upatiwe bidhaa yako hiyo, na wewe kama unahitaji uanze kilimo hiki cha dragon. Ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, mpambanaji wako wa nguvu Fadhili Mfaume, na karibuni sana katika video zingine zinazofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii, ili wajasiriamali wenzetu pamoja na wapambanaji kwa ujumla wapate elimu hii na wapate kuingia katika kilimo hiki pamoja na ufugaji. Kihakika kilimo na ufugaji kinalipa zaidi. Asanteni sana.